anaanza kujikuna hadi. Tajikuna kabisa. Wezi sahau simu. Daktari, na hope umekinga mke wake. Nimekinga mke wake. Ananusia nini hizi? Atakula nyasi. Nyasi atakula, atacheka kama wazimu, kiatu atatoa. Kwani zinamuonyesha apote bibi? I want problems always. Kupea justice. Ona huyu mtu mwenye usimshike hivyo Davin. Shike hivyo. Davin. Huyu. Davin. Daktari Davin. Mwachilie, uko na tabia mbaya Davin, mwachilie. Daktari. Davin, huyu daktari unasukuma hivyo. Unajua anaweza kufanya kitu mbaya sana wewe. Huyu daktari. Davin ukimguza tena. Huyu daktari. Davin, wacha. A few moments later. Atalia kama ng'ombe. Na umeona hiyo nguvu ile? Hiyo nguvu iko imeisha, ilikuwa na kiburi mpaka anataka kuangusha Daktari Mwanga. Sio kama ulikuwa umeona. Nilikuwa nishamuona. Like mtoto wangu kuna venye alikuwa kila usiku wa manane ikifika analia alafu anaanza kutapika. Ni sababu ya huyu muhuni. Huyu ni muhuni huyu. Lakini tangu huyu mambo tukaongea na daktari nikamkinga. Hakuna, sijaona. Niko mwaminifu. Najua mimi ninakuwa mwaminifu. Najua maana ya uaminifu. Mimi ni gani? Ni kukaa na mke na umpende. Anawapenda wote. Si wake. Niko na mke hivyo. Sasa nawapenda na mimi ni mwaminifu. Si mimi ni mwaminifu. Thank you all for your support. If you're new here, make sure you like, share and comment, and make sure you subscribe. Don't watch kama uja subscribe. For the returning subscriber, welcome and welcome back. So guys, niko hapa na Davin. Last time kulichemka. Davin. Yes. Last time najua kulichemka. Tulikuwa tu umelala, uliamka saa ngapi? After 1 hour hivi. I feel like niko free, nikaamka. Nikaenda wapi? Regain myself, nikarudi kwa nyumba. Okay, so hapa tuko na Davin and Casey. And Davin, last time nilikwambia unipatie pete, ukakataa. Daktari akakuja akasema mambo mingi kuhusu hiyo pete. Bado ukaendelea ukakataa, ukasema sijui huyo daktari sijui nini. Nikakwambia vizuri tu nipe hiyo pete, mambo mingi sikulete. Na hadi alikuwa anaweza kufanya deliverance, ndio alikuwa amesema ni kwa wapi huyo daktari mwenyewe? Daktari anakuja anaanza kuzungusha watu na sijui vipawa ametoa wapi. Hizo vipawa ndo zilikuangusha chini, ukaanza kuongea. Ili niangusha chini juu sijui ni nguvu zilitoka wapi. Hadi ukaanza kusema mko wengi. Mko wengi wapi huko? Mko wengi, nani alisema tuko wengi? Najua venye uliongea, hadi ulikuwa una crawl kama nyoka. Kucrawl? Maybe nilicrawl, lakini huyo daktari anatoa power wapi? Mtu anakuja amejifunga uso, uone uso. Amejivani kama ni mganga tina ni daktari. Huyo si mganga. Anakuja na kufanya vitu, naanza kubehave hapo. Daktari anajifanyanga hivyo kweli? Unataka behave aje basi? Daktari ni mtu anakuja, mtu unamuona uso, mtu ako procedural. Anakuambia vitu pole pole. Sasa but tulijaribu kukubembeleza utupatie hiyo pete ukakataa. Singekubali. Hiyo pete uchawi. Hiyo pete haina uchawi. Hiyo pete ilikuwa tu ya kufanya kazi. Aya, sawa, mimi umenileta nini hapa? Queen amesema umeniita. Alisema niwaite. Nilikuwa nataka aje, tuko hapa. Ama unataka kututoa kafara? Si utuwezi. Sina utuwezi. Si kutoa kafara. Hiyo maneno alisema ya kuachana na mimi. Ninataka nimwambie asifikirie maneno kama hiyo. Tuweze kuendelea. Lakini hiyo maneno ya kuleta mtu anajifunika sijui na nini. Sikupendekezwa na hiyo tabia. Ulitoa wapi huyo mtu? Ulimtoa wapi? Wewe usitaki kujua tu kwenye alitoka. Kubali. So kubali ulikuwa na uchawi. Ako Freemason. Kubali uko Freemason, la story ishe. Juu mimi nao mimi sikukubali tena. Mimi nimekukataa kabisa. Umenikataa juu ya story. Nimekukataa, unataka kutoa mtoto wangu kafara. Unataka kutoa mtoto wangu kafara ya nini? Sikutoa mtoto kafara. Hapana, siwezi kubali. Sikutoa mtoto kafara. Siwezi. Kwa hivyo that means ukitoa mmoja kafara unatafuta bibi mwingine. So ulikuwa umeplan mnazana huyo mwingine umtoe kafara. Hadi unanifunga. Ndio kwa maana hadi kila saa singeza kukuacha. Daktari amefika. Nilikuwa nakupenda. Sasa mmemleta tena. Ona venye amejifunga.
Daktari. Ona hii, ona hii kofia. Unaguza Ona nguo daktari daktari, hivyo. ati ni daktari. Amevaa nini hizi? Hebu acha na daktari. Davi. Nini unafanya? Sijapendekezwa na tabia ya kuleta mtu sijui anatoka wapi. Sijui ametoka Brazil. Huko Brazil anafanya kazi na kijana kwa heshima. Huyu ana heshima. Anaongea sijui aje. Unanikosea heshima. Kijana kwa heshima. Niko na heshima, ni wewe hujaniheshimu. Ona venye amevaa. Unataka avae sumba hiyo. Ona venye amevaa. Hizi ni nini? Davi acha hizo tabia mbaya. Hizi ni nini amevaa? Kijana kwa heshima. Niko na heshima, mbona anatengeneza kama ni nguo mzuri? Hizi ni nini amevaa? Hizi ndio alitoka nayo Brazil. Hii ndio kazi anafanya huko Brazil, anafanyia watu, kuharibu ndoa ya watu. Ameharibu ndoa yangu. Anataka kuharibu ndoa yangu. Anatoa tu kweli. Ungekuwa tu mkweli, everything ingekuwa tu vizuri. Queen. Naam. Naona hizi nguvu ni kama hazijaisha, ziko na madharau. Hakuna nguvu ijaisha. Hizi nini umevaa? Sikia hata sauti yake. Hiyo sauti mnasema ni sauti nyingine, ikikuja ikufanya hivi wewe unachukulia vitu. Hii nguvu yake iko na kiburi. Ndio naona. Kiburi wewe. Hizi ni nini umevaa? Hizi ni nini? Hizi ni nini? Hizi ni nini? Ati ni daktari. Ni daktari wa kutoka wapi na anaenda wapi? Ona vile anatembea. Unajua daktari amekuwa calm sana, amekuacha tu ufanye mambo zako. Unajua utalia tu. Daktari hajanipendekeza na tabia yake. Anakuja kuniharibia ndoa na maisha nimekuwa nikiishi. Ndoa gani? Anakuja kutaribia ndoa na wewe uone. Ulikushaharibu wewe mwenyewe kuleta wanawake wa 7 hadi sisi. Ulikushaharibu. Wewe umeona wa 7 ama masikia tu akisema? Hapana, yeye ni daktari. Yeye ni daktari, umesikia akisema? Amesema na umesema pia wewe mwenyewe ulisema venye mko wengi hapa kwa hiyo mwili yako. Anaingililia maneno ya watu waje hata kama tuko wengi. Mko wengi. Anaingililia maneno yangu waje. Anaingililia kwa sababu inaniconsider. Mimi nimeinterfere kwa mambo yako. Hadi hata ingekuwa ni mimi nimemleta bado amekuja kunipatia my justice. Your justice. Sasa huyu mtu anakupea justice. Ona huyu mtu mwenye anataka. Usimshike hivyo Davin. Shike hivyo. Davin. Huyu. Davin. Daktari Davin. Mwachilie, uko na tabia mbaya Davin, mwachilie. Daktari. Davin, huyu daktari unasukuma hivyo. Unajua anaweza kufanya kitu mbaya sana wewe. Huyu daktari. Davin ukimguza tena. Huyu daktari. Davin wacha. Hii nguvu iko na kiburi. Daktari anakuja anafanya kazi ya kuharibu ndoa ya watu. Anaharibu ndoa maana. Anatuharibia ndoa na wewe. Wewe mwenyewe ulishaharibu na wanawake 7. Uliharibu. Sijaribu kitu. Alafu kitu kingine unataka kunitolea mtoto kafara, una expect aje? Hajakuja kuharibu. Mtoto wangu amekuja kunipea justice yangu. Hakuna mtoto tumezana, wewe nimetoa kafara. Si ulikuwa unataka wewe mwingine azae, wewe mwenye ulikuwa unaleta, si ndio ulikuwa unataka azae ndio. Sasa wewe umeambiwa vitu naanza kuamini na hata mimi sijafanya kitu kama hiyo. Hapana, Davin, mimi najua vizuri. Hadi nilikuwa so suspicious kwa sababu unaweza letaje mwanamke mwenye ako ametoboku kuache, ako na smile yako na everywhere. Like mimi hadi najua type yako hadi haiwezi kaa hivyo. Na nilijua kuna kitu unaficha. Hakuna kitu nilikuwa naficha. Hakuna kitu. Ni wewe ulikataa kumaccept. Hakuna. So ulikuwa unataka umpe mimba ndio wangu akufe. Ni nguvu ako nayo ushirikina na damu ya kupenda wanawake. Amefanya mpaka huyu mwingine ananikataa. Anasema ati ni polygamy, hakuna kitu kama hiyo. Wanawake 7. Anamwambia maneno ananikataa, sasa hii hataki maneno yangu. Na hii nguvu yake naona iko na kiburi. Lakini hakuna nguvu iko na kiburi. Ataona cha mtamakuni. Hadi hiyo sauti mkisikia nyinyi mnaona huyu ni daktari, huyu ni daktari wa mtu. Unaona tu ati ni daktari. Unaona ni daktari. Davin ni nini? Ni daktari. Wacha, ni daktari. Mwenyewe alikuweza ile siku alikuweza, kubali. Yako na nguvu za maupepo. Ako na nguvu za mapepo. Kati ya wewe na yeye nani ako na nguvu za mapepo? Mimi sina nguvu ya mapepo. Unajua ukikuja na upole, ndakuja na upole. Lakini ukileta vurugu, ndakuonyesha cha mtamakuni. Kijana, hiyo nguvu yako acha kujichocha. Mimi ni daktari mmoja. Siwahi chokoza mtu hata hiyo nguvu mnasema niko nayo. Mimi naishi maisha yangu. Mbona mnaleta mtu aniharibie ndoa? Kuja na heshima. Heshima ni umejaribia ndoa. Hakuna mtu amekuharibia. Hadi mmefanya mpaka huyo bibi mwingine ananikataa juu ameshasikia maneno mnasema. Sasa huyo pia ananikataa. Nataka nibaki na nani? Amepewa mawaidha. Mmemleta hapa tena. Mbona mmemleta tena? Mawaidha ya kutoa watoto kafara. Na kuchukua watolea damu. Hiyo na mawaidha ambayo amepewa. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Kazi yake ni wanawake akiwadanganya. Alafu anajiita polygamous.
ili adanganye huo mke wake. Bado mnasikiza hizo maneno? Mnasikiza hizo maneno? Bado mnasikiza hizo maneno? Hata tukusikize. Tukusikize Sawa basi tumenyamaza, tuambie mzee. Na bado sitaki maneno ya daktari hapa. Sitaki maneno ya daktari. Unataka maneno ya Freemason? Sitaki maneno ya daktari. Mimi nafanya kazi yangu pole pole. Naam. Ile pete nilichoma. Naam. Hiyo pete ambayo alikuwa amepea mke wake ili. Na mbona mlichoma pete yangu? Kama yeye ni daktari, kama si mganga. Lakini mbona mlichoma pete? Hii nguvu nitaishughulikia, naona imemea pembe. Mbona mlichoma pete? Mbona mlichoma pete yangu? Mbona mlichoma pete? David, nimekukanya na hii ni mara ya mwisho nimekuambia utashika daktari. Mbona mlichoma pete ya Juma lilitoka? Hadi ni vizuri ulichoma kwa sababu saa hizi at least nasikia nimekuchukia vibaya sana David. Nakuchukia vibaya sana. Mimi hadi sijui nakuchukia kwa sababu ulikuwa unataka kutoa mtoto wangu kafara. Ndio huyu mtu. Unafanya unanichukia. Ulikuwa unanichukia. Alikuwa nishakuchukia vibaya sana. Heshimu mzee kijana. Mtu ajielewi nitafanya unanichukia, tunaachana na wewe. Mzee, heshimu mzee. Heshimu mzee kijana. Heshimu mzee. Ni mzee hajaniheshimu. Mimi nimemheshimu lakini hajaheshimu kazi yangu na maisha yangu. No, sasa hiyo ndio kazi yako. Kutoa watoto kafara ndio hajaheshimu kazi yangu na maisha yangu. Nimekuja kusaidia mke wako ambaye unafanya maneno ambayo ni maovu. Wewe uko Freemason. Hakuna maneno maovyo. Nani kama umerudishia nguvu ili nimweke vizuri. Unaweka nani? Ni pesa natafuta. Ulisikia nataka pesa. Ulisikia hiyo pesa nilikuwa nataka. Ni mimi nilikuwa nataka pesa nikuweke nayo vizuri. Wewe mwenyewe mimi nilikuwa nataka hiyo pesa. Mume ametengenezwa mke mmoja, sio wanawake wengi. Nasikia kijana. Nasikia daktari anasema. Umetengenezwa mke mmoja. Maneno ya daktari. Ni maneno ya daktari, si maneno yangu. Mbona usikuwe mwaminifu kwa ndoa na mwanamke mmoja? Niko mwaminifu kwa wanawake niko nao wote, niko mwaminifu. Unasikia? Unajua uaminifu ni kukua. Niko mwaminifu. Najua mimi ninakuwa mwaminifu. Najua maana ya uaminifu. Mimi ni gani? Ni kukaa na mke na umpende. Mke. Na wapenda wote. Si wake. Niko na mke hivyo. Sasa nawapenda na mimi ni mwaminifu. Si mimi ni mwaminifu kwako? Wewe ni mwaminifu wangu. Uko na mke. Uko na wanawake wengine wa saba. Mimi hadi sasa mimi sijui ni wa nani ama. Wewe ni mke wangu mkubwa. Mke wako mkubwa au wengine? Mimi nilikwambia nataka si ungekuwa tu loyal kwangu. Niko loyal. Hauko loyal. Bado nakufanyia kila kitu kumaanisha unanifanyia mimi sitaki kufanywa. Kwa nini nilikwambia kufanywa kila kitu ndio inamaanisha mtu ako loyal? Nimeanza kuharibu maisha yangu kuleta huyu mtu anajiita daktari hapa. Maisha yako ilikuwa kutoa tu kafara. Nilikwambia kuja kufanya hapa. Heshima niko nayo. Mnaona vitu anatembea nayo, hii fimbo ni ya nini? Kijana. Hii fimbo ni ya nini? Hii ndio itakuadhibu na itakurudisha sasa. Adhibu nani hii fimbo? Itakurudisha. Hii fimbo inadhibu nani? Hiyo nguvu naona uko na kiburi. Hii fimbo inadhibu nani? Si tu. Nani nilimwambia? Saizi tu amesema nguvu sijui nini. Atakuwa mwenda wazimu sasa kuinime. Adhabu ya saizi mchezo. Ameanza kujikuna hadi. Tajikuna kabisa. Wezi sahau simu. Daktari, na hope umekinga mke wake. Nimekinga mke wake. Ananusia nini hizi? Atakula nyasi. Nyasi atakula, atacheka kama wazimu, kiatu atatoa. Kwani zinamuonyesha apote bibi yake? hizi mapepo zako. Chukua hii simu. Hapana, mimi siwezi ishika. Chukua hii simu, haina shida. Chukua hii simu. Uko sawa? Nyasi. Ataanza kupiga simu na kiatu yake. Atalia kama ng'ombe. Na umeona hiyo nguvu ile? Hiyo nguvu iko imeisha, ilikuwa na kiburi mpaka anataka kuangusha daktari Mwanga. Sijui kama ulikuwa umeona. Nilikuwa nishamuona na nikashangaa venye umemwachi. Nguvu iko na kiburi. Sio si wazee. Tunaendesha mambo pole pole. Siwezi amini kama yani huyu mtu asikie amepanisha. Hii ni mara yake ya pili kupanisha. Saa hii naona akirudi form. Hii nguvu ako nayo. Hata asimsamehe. Leo tumwache tu hapo atasekete kidogo. Akesi kwa moja.
Hata Mpaka kufa. siku hata tumwache hapo sisi. So daktari, Sasa nataka kwanza muongee like kutoka kesi kutoka tuachane. Kuna kitu mbaya umepata ama nikwambia ukae ukinipigia hujanipigia, ni mimi nimeamua nikutafute. Like nimeona nyumba imetulia. Ya kumetulia, lakini sijui nilikuwa nataka kujua kama hizo nilishawakinga wewe na mtoto wako. Hakuna kitu mbaya inaweza kufanyikia. Nimewakinga na dawa itafanya kazi. Mimi ni Daktari Mwanga, sikiwa na wasiwasi yote. Nimewakinga wewe na mtoto wako. About huyu chake hivyo, one day alikuwa anataka kuniangusha chini, na hiyo ni heshima ndogo. kabisa. Ni heshima ndogo. Kiburi, nguvu zilikuwa sijui ni gani yamepewa saa hii. Ilikuwa na kiburi sana. Hivyo kumaanisha bado anaendelea kwenda huko. Anaendelea huko na hajaacha. Unaona, anataka kutajirika. Hakuna kitu anaona na kutoa watoto wenyewe kafara na kudanganya wanawake. Akiangalia hivi mwanamke anamfuata. Uangalio tu. Ndiyo nguvu ako nayo. Lakini nitaishughulikia. Mimi ni Mwanga kutoka Tanzania. Mimi nakuaminia daktari, na naona tu kila kitu tu itakuwa sawa. Na uendelee kutukinga. Nimekinga huyu na mwanao. Kesi na mtoto wake nimewakinga. Sasa mimi nitachomoka. Okay, asante sana. Ukinihitaji Queen, kwa namba yangu. Hakuna kitu inaweza muumiza. Hakuna kitu sasa inaweza muumiza. Bataji ni mtu mbaya, so acha endelee. Hadi kama ni kukufa atakufa ni sawa. Mimi hadi asijali. Nilikuja ku notice like mtoto wangu kuna venye alikuwa kila usiku wa manane ikifika analia alafu anaanza kutapika. Ni sababu ya huyu muhuni. Huyu muhuni huyu. Lakini tangu huyu mambo tukaongea na daktari nikamkinga. Hakuna, sijaona. Analala tu vizuri. Asante. Na nimeenda mimi. Sawa. So daktari amekuwa hapa na sisi, na mimi nashukuru tu Daktari Mwanga. Wakati tu namuita like hadi ikuwe ni usiku, ikuwe ni saa ngapi, huwa nakuja na tusaidia. So ameashua like ata protect Casey na mtoto wake. So hakuna kitu mbaya itakufanyikia. So usianze kusema tujui utahama, utaenda wapi. Kila kitu itakuwa sawa. Sawa. Na si huyu tutamwacha tu hapa endelee kuteseka juu sasa hadi ameonyesha disrespect. Tunawezaje kuja kutingiza daktari hivi kama ni majani? Hiyo ni bad manners. Na bado tunaambiwa anaendelea kwenda huko, anaenda, lakini as long as daktari yako, kila kitu itakuwa tu sawa. Asante sana kwa kufika na urudi fiti. Na kila time nakuitanga uje iko sawa kufika, na nafika on time. Nashukuru. Sawa. Yes. So tuonane baadaye. Tuonane siku nyingine. Sawa.